Basi karibu katika mahubiri ya ibada ya leo Jumapili Aprili 25 mwaka 2021. Tuko katika sehemu ya 3 ya masomo, mfululizo wa masomo yanayohusu mambo ya pesa, mali na utajiri. Na ni sehemu ya 3 wiki iliyopita na wiki iliyotangulia. Wiki iliyotangulia ile ya kwanza kabisa tulianza na chanzo cha mali na utajiri. Asili zake ni nini? Na tukaona kwamba kuna watu wanakuwa matajiri tu kwa sababu ya mapenzi ya Mungu, lakini pia kuna watu wanatajirika kwa sababu ya vipawa vya shetani. Tuliona vyanzo vya kutosha kabisa, thibitisho wa kutosha kibiblia. Na utawatofautisha tu. Utawaona tu kirahisi, kama una macho rohoni utawajua. Wiki iliyofuata tukaona somo kubwa kabisa linalosumbua dunia, utajiri, mali, pesa na uzima wa milele. Na tulichojifunza cha waziwazi, tulisema wazi kwamba sio tuliyosema, Biblia ilituambia kwamba kuna nafasi finyu sana kwa mtu mwenye utajiri kufika katika uzima wa milele. Hakuna jinsi zaidi ya kusema tofauti na hayo maneno. Kuna nafasi ipo lakini ni finyu. Ni mdogo. Na tukaona kwenye Biblia walikuwepo sio wengi. Tulimuona Ibrahimu, tulimuona Daudi, tulimuona Ayubu, na watu wachache ambao walikuwa matajiri lakini utajiri wao na mali zao zilikuwa nyuma kabisa ya Mungu wao. Lakini tukaona watu wengi leo hii utajiri, mali, pesa vyao vinakaa moyoni, Mungu anakaa nje kabisa mbali. Kwa hiyo tukaona kwamba hilo lilikuwa somo. Leo la wiki iliyopita, somo la leo sasa ni mwendelezo kidogo, na tutaendelea masomo haya mpaka tutakapoyamaliza. Tulisema kwenye wiki 5 mpaka 7. Niliona tatizo la mambo ya fedha na pesa na utajiri huwa ni mzigo wa watu wa ulimwengu huu. Nikavuviwa na Mungu kwamba tuyahubiri kama msimu mmoja hivi kwa mfululizo mrefu. Amina. Kwa sababu ningesema tuyaguse wiki moja au mbili kwa haitoshi. Nasema twende tu mpaka tutakapoyamaliza. Tutakuja kukutana nayo huko mbele baadaye au somo moja moja, lakini tuwe tumepitia. Wiki ijayo by the way tutakuwa tunaangalia mambo ya sadaka. Mambo yameshikana yale. Na baadaye tutakuja kuona kuna masomo mengine kama 3 nyuma. Ya sadaka labda tutakuwa kama wiki 2 mfululizo ndani ya kipengele kidogo hicho. Somo la leo kichwa chake sasa ni hiki hapa. Pesa, mali, utajiri na maisha ya duniani. Wiki iliyopita tuliona pesa, mali, utajiri na maisha ya mbinguni, uzima wa milele. Lakini tukaona kwamba sehemu kubwa tuko duniani vile vile. Na somo hili linapogusa fedha, mali na utajiri, linamgusa mwenye nazo na hata asiye nazo. Lakini sana sana anayepata shida ni mwenye nazo. Kwa hiyo utakuta limelemea kwenye kuwa na pesa na mali na utajiri. Lakini hata asiye nayo tuligusa. Kwa mfano, wiki iliyopita mnakumbuka tuliona kwamba kutokuwa na pesa, kutokuwa maskini wa vitu sio tiketi ya kwenda mbinguni. Hilo tuliligusa. Na tulithibitisha kwa maandiko mengi. Tukasema kwamba maskini na tajiri wote wanamhitaji Kristo sawa sawa. Bila Kristo hakuna anaweza kupenya kwenda mbinguni, lakini tukaona kwamba huyu aliyetajiri mali zake zinamnyima nafasi ya kuweza kukutana na Kristo. Kwa hiyo wote wanamhitaji Kristo. Na leo tutaona maisha sasa ya duniani. Kabla ya hayo ya baadaye sana ambayo yamkini yatakuja baadaye. Haya tunayoyaishi leo hii. Tuishi vipi na hivyo vitu tulivyopewa na Mungu? Au na hivi ni tulivyopewa na Mungu, vile vilivyopewa na shetani haviongozwi na kanuni ya Mungu hata siku moja. Mtu haweza kama amepata utajiri wa kutoa kafara mtoto wake, alafu akaenenda kwa kanuni, anapewa kanuni zake na yule aliyempa. Amina. Atamwambia vitu vingi tu. Atamwambia utakuwa unaenda kila usiku saa 8 kwenda kujisaidia njia panda, vitu kama hivi. Kwa hiyo kanuni zake nazo zipo. Hatuzijui na hatutazisema. Ila sasa tunasema kanuni za utajiri unaotokana na Mungu mwenyewe. Ngoja tuanze kabisa na mstari wa jumla wa kiutangulizi. Twende katika Timotheo wa kwanza mlango wa 6, mstari ule wa 17 na mpaka 19. Timotheo wa kwanza, hii ni jumla tu ya habari yote. Kwa hiyo tunaangalia
namna ya kuyaishi maisha ya duniani pembeni au sambamba na vitu. Hivi vitu vinasumbua. Unajua kuna mtu wakati unatafuta Timotheo wa kwanza ile. Unajua kuna mtu anaweza kana tabia nzuri, vizuri na nini, akivipata tu ghafla akabadilika, ndio sio? Sasa neno hili linatufundisha kwamba na tutaona by the way ngoja ni kabla ya kwenda kwenye ule utangulizi ule mstari wa utangulizi ngoja niseme vipengele tutakavyogusa leo. Tutaona vipengele 6. Kipengele cha kwanza kitakuwa kinasema utajiri na umaskini havidumu milele. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu tajiri leo kesho anakuwa maskini na kesho anaweza kawa ni maskini mwingine akawa tajiri. Kwa hiyo tunaona kwamba sio kwamba mtu ukishamsema basi ameenda hivi mpaka mwisho. Hakuna guarantee. Tutaona pia kipengele kinachosema pesa, mali na utajiri huweza kuwekwa akiba mbinguni. Yaani ukawa navyo duniani ukaja kukuta navyo mbinguni. Yaani unaweza kwa kawaida tutaona kwamba Ayubu anasema na sehemu nyingine anasema tulikuja uchi tuondoka uchi bila chochote. Lakini tutagundua kwamba Biblia ukielewa vizuri vile vitu ulivyo navyo unaweza ukavitanguliza, ni kama unatuma pesa ukakutana nayo mbele. Kwa hiyo kuna vitu tunaweza kuwa navyo hapa tukavitanguliza tukaja kukutana navyo katika uzima wa milele mbele. Hicho ni kipengele muhimu tutakiona. Tutaona pia kipengele kinachosema pesa, mali na utajiri upatikanao kwa dhuluma. Ni negative, ni kitu hakivutii. Tutaona kwamba kuna watu hata wa Mungu tu, wacha Mungu kabisa, lakini bado pesa zake anadhulumu watu ndipo anafanikisha. Na tutaona hiyo. Na yani ni mambo ya maisha ya duniani tu, ni jinsi ya kuishi navyo. Kwa mfano tutaona kwamba kipengele kingine kinachosema hivi vipengele vyote vinatosha kuwa somo la Jumapili. Kwa hiyo unaona kwamba mambo ya pesa ni mapana mno. Maana yake hili ni somo la leo. Ungeweza kulivunja ningezaa wiki 6. Na bado kuna zile wiki zote tangulia na za baadaye. Kwa hiyo unaona tuna mambo mengi sana kujifunza. Lakini nikaona kwamba watu tuweke ndani ya somo moja fupi ili tupate picha kubwa. Tusihangaike na haya mambo. Tutaona kipengele cha 4 kinachosema mtu anayempa maskini anakuwa anamkopesha Mungu. Biblia inasema. Kwa hiyo ukimpa maskini, na tunaona ni maskini yupi, sio kila maskini. Unakuwa ni kama mtu ukimkopesha unakuwa unategemea kulipwa. Kwa hiyo mtu anasema anayempa maskini anamkopesha Mungu. Na tutaona pia kipengele kinachosema cha 5, pesa, mali na utajiri na maisha ya ndoa na familia. Tutaona kwamba pesa, utajiri ndio nyundo inayobomoa ndoa. Ni sehemu ya maisha ya kila siku, ndio sio? Ukikuta wawili wagomba nao utakuta kuna uhusiano na fedha. Na tutaona kipengele cha mwisho, nilikuwa navyo 7 lakini nikasema tufanye 6. Hiyo inasema ni vizuri pia kufurahia maisha ya mwilini. Yaani ukiwa navyo Mungu anasema sio vibaya kuvifurahia. Kwa hiyo kichwa cha leo kikubwa ndio hicho kinachosema pesa, mali na utajiri na maisha ya duniani. Kwa hiyo tunaona tumegusa nyanja nyingi sana za maisha ya ndoa na pesa, maisha ya kutafuta na nini, vitu vyote hivi tutavigusa na viko vingine. Hatuwezi kuvimaliza vyote ndani ya somo moja. Tuende basi katika ile Timotheo wa kwanza kama mstari wa kufungua wa jumla. Timotheo wa kwanza 6. Timotheo wa kwanza 6 kuanzia tusema 7. Tusema 17. Lakini Timotheo kuanzia nyuma kidogo, kuanzia 6 pale inaongelea hayo mambo. Tulipokuwa na huo tuliona wiki za nyuma. Lakini twende wa mbele kidogo. Timotheo wa kwanza 6:17 Biblia inasema hivi: walio matajiri wa ulimwengu wa sasa waagize wasijivune wala wasiutumainie utajiri usio yakini, bali wamtumaini Mungu atupaye vitu vyote kwa wingi ili tuvitumie kwa furaha. Mstari wa 18, watende mema, wawe matajiri kwa kutenda mema, wawe tayari kutoa mali zao, washirikiane na wengine kwa moyo, huku wakijiwekea akiba iwe msingi mzuri kwa wakati ujao, ili wapate uzima ulio kweli kweli. Amina. Kwa hiyo huo ni mstari unao summarize mienendo ya vitu vya mwilini. Tajiri,
fedha, mali. Ni mstari wa jumla. Anasema mtu asijivune, asiutumainie, asiweke ukawa ndio Mungu wake, siweni. Maneno kama lakini tunaona moja moja ndani ya mistari moja itakuwa yote itakuwa inafafanua mstari huu. Hoja ya kwanza inasema utajiri na umaskini havidumu milele. Hem, tuanzie katika kitabu cha Mithali. Na huu ni mstari unatia matumaini kwa sababu ukiwa katika hali fulani ukajua kwamba sitakaa nitoke huko, unaweza ukakata tamaa. Lakini Biblia inasema tumsikize Mungu anasema. Anasema katika kitabu cha tuanzie Mithali 23:5 anasema hivi. Mithali 23:5. Hili neno kwa mtu ambaye anaweza akasema ni baya. Sasa ina maana anaweza nikabadilikiwa, ndio? Kwa hiyo uishi kulingana na ukweli kwamba unaweza usiwe navyo siku fulani. Mithali 23:5 anasema hivi. Je, utavikazia macho vile ambavyo si kitu? Maana bila shaka mali hujifanyia mabawa, katumia neno mabaya lakini mabawa, kama tai arukae mbinguni. Kitu kilichoruka ni chako. Anasema usivikazie, yani maana yake usiwekee matumaini sana. Kwa sababu vinaweza vikaota mabawa, vikaruka vikaondoka. Kuna watu walishawahi kuwa na utajiri mkubwa sana. Uwe ni wa kimungu vyote vile. Baadaye vikaondoka. Hata Ayubu hakuwa navyo muda wote. Vilienda vikarudi. Kwa hiyo Biblia inasema hivi vitu havitadumu milele. Havitakuwepo muda wote. Vinaweza hapa hajasema kwamba vitaondoka, amesema kwamba vinaweza vikaondoka. Kwa hiyo ukijua hilo ni kitu muhimu sana. Unaweza kusema labda sinavyo, hapana. Mungu anatuambia wote. Anasema katika kitabu cha nitafika huko mbele kidogo. Ngoja tuende katika kitabu cha Mithali hiki. Mithali tulikuwa 23 twende 27. Tutacheza katika Mithali muda. Mithali 27. Kitabu cha Mithali naomba mwe mnakisoma ni kitabu cha hekima. Cha kuyaishi maisha tu. Na kauli moja sentence moja nakwambia fanya. Unasoma katika kitabu cha Mithali mlango ule wa 27, mstari wa 24 Biblia inasema Mithali 27:24 Biblia inasema kwa maana mali haziwi za milele na taji yadumu tangu kizazi hata kizazi. Anasema mali hazidumu milele. Lakini watu wengi huwa wakiwa navyo wanafikiri kwamba vipo siku zote. Mstari kama huu unatakiwa uwe sehemu ya kumbukumbu ya maisha yetu. Na tutakuja kuona kwa kujua kwamba havidumu milele kuna ushauri Kristo anautoa. Hem, twende tukamsikie Kristo akisema maneno yake. Anasema hivi twende katika tumalizie Mithali afu twende katika tumesoma Mithali ngapi hizo? Tulikuwa Mithali 27. Tulikuwa mstari wa 24 Mithali. Tuanzie mstari wa kwanza pia. Tuone mstari wa kwanza Mithali. Tutoke kwenye agano la kale kwenye kipengele hiki. Anasema hivi. Mithali 27:1 anasema hivi. Usijisifu kwa ajili ya kesho, kwa maana hujui yatakayozaliwa na siku moja. Huu ni mstari wa jumla kwamba kesho huwezi kujua. Unaweza ukawa na cheo, kesho usiwe na cheo. Unaweza ukawa mzima, kesho usiwe mzima. Vile vile unaweza ukawa na chakula na mali na vyote usiwe navyo kesho. Lakini wewe niulize, watu wa duniani huwa hiki kipengele wanakikumbukaga? Sio rahisi. Kuna mtu mmoja niwahi kumsikia anasema katika watu wote wanaoenjoy maisha mimi ndo namba 1 Tanzania. Anajisema. Inawezekana kweli ana enjoy lakini sio kauli ya kutamka ile. Nimsikia mtu huyo sio hapa. Anasema katika kitabu cha Luka, sasa Kristo kwa kujua kwamba kwa hekima yake kwa kujua kwamba hivi vitu vipo lakini vinaweza visiwepo siku fulani akashauri, ni ushauri. Tuchukue ushauri tunaposikia maneno. Na hii haimaanishi utajiri wote ule. Inaweza kumaanisha hata ukiwa na kitu chochote kile ulicho nacho. Uwe nacho kama hunacho. Paulo anasema katika Korinto wa kwanza sitaenda huko leo, lakini mlango wa 7 anasema watu walio navyo waishi kama hawana.
waliooa na kuolewa waishi kama hawajaolewa na kuolewa. Wanaotumia ulimwengu wasiwe kama wanaotumia sana kupitiliza. Yaani watumie tu kwa muda. Ndio ushauri wa Mungu. Lakini anasema katika Luka mlango ule wa 16 anasema hivi, Luka 16 mstari wa 9 anasema hivi. Kristo ndiye anashauri. Anasema hivi, nami nawaambia jifanyieni rafiki kwa mali ya udhalimu ili itakapokosekana wawakaribishe katika makao ya milele. Ni yule wakili dhalimu ambaye nafasi yake cheo, alikuwa na cheo na fedha na nini. Vikakoma. Sasa alichokosea aliwahi alijitahidi, alianza kutumia ile nafasi yake mwishoni kwa kutengeneza marafiki. Ili kusudi kwa sababu tayari ashapewa. Sasa yule alisubiri baadaye, inatakiwa tusisubiri. Ili kusudi Kristo anasema jifanyieni marafiki kwa mali za udhalimu. Leo hii mtu akiwa nacho badala ya kufanya urafiki kwa mali zake, anachokifanya badala yake anafanya nini? Anawapora wasio nacho, ndio sio? Ndio wanachofanya. Anawapora. Ni maisha yanayoisumbua dunia sana. Ni maisha yanayoisumbua dunia sana. Kwa hiyo kwa ushauri wa Kristo nasema jifanyieni marafiki kwa mali za udhalimu. Kulingana na Mungu anasema hizi mali ni mali za udhalimu. Mali za dunia kimsingi ni mali kwa sababu anasema sio yakini, sio za kweli kwa sababu kitu ambacho kwa mfano kama una nguo yako unayoivaa ni ya kwako mwenyewe hujamwibia mtu hujafanya nini, huwezi kuwa na wasiwasi kwa sababu unayo siku zote. Lakini kama umeipata kama una wasiwasi kama inaweza kaondoka saa yote maana yake haikuwa ya kwako ile. Aidha ulidhulumu. Ndio huo anasema utajiri wa duniani kama aina fulani ya udhuluma kwa sababu unakuwa nayo lakini huna uhakika kwamba utakuwa nayo kesho. Kwa hiyo ujiandae. Kwa neno la Mungu anasema twende katika hoja ya pili. Inayosema pesa, mali na utajiri huweza kuwekwa akiba mbinguni. Tuanze na Ayubu na Mhubiri. Ayubu anasema nisiende huko sio mstari unaozoeleka. Ayubu alisema alipopoteza vyote alisema hivi. Anasema nilitoka tumboni mwa mama yangu nikiwa uchi na nitarudi huko kuzimu nikiwa uchi. Kaburini nikiwa uchi. Sitabeba chochote. Hiyo ni kauli inajulikana, watu wanapenda kuisema nini? Na anamalizia akasema Bwana alitoa, Bwana ametoa na jina la Bwana lihimidiwe, si ndio? Kulingana na neno la Mungu kwenye Ayubu ni kwamba mtu anakuja duniani bila kushika kitu chochote mkononi. Huwezi ukasema kwamba amekuja labda na pesa au anakuja tu hivi hivi. Na siku ya kuondoka huwa anaondoka bila chochote. Unaweza ukavalishwa nguo, suti, wengine wanazikwa sina mapesa na nini, lakini sio vyako. Vinakuwa tu vimefukiwa. Kwa hiyo kwa uhalisia mtu huwa anakuja hivyo hivyo anaondoka hivyo hivyo. Tuko tunaangalia kipengele kinachosema pesa, mali na utajiri huweza kuwa akiba. Tunaweza kuondoka navyo kimsingi. Tutaona Biblia inathibitishia. Hem, tuende katika Mhubiri, kitabu cha Mhubiri. Ukiwa katikati ya Biblia pale kuna Zaburi, kulia kwake kuna Mithali, baada ya hapo kuna Mhubiri kulia zaidi. Nenda katika kitabu cha Mhubiri mlango ule wa 5 mstari ule wa 15 anasema, Mhubiri 5:15 anasema hivi. Mhubiri 5, Mhubiri nayo ni kitabu cha hekima vile vile. Mhubiri 5:15 anasema hivi. Anasema alivyotoka tumboni mwa mamaye atakwenda tena tupu tupu kama alivyokuja. Asichume kitu chochote kwa ajili ya kazi yake hata achukue mkononi mwake. Anasema mtu anapokuja ndivyo anavyoondoka na hana kitu anaweza kukishika akasema sasa ngoja nichukue asilimia fulani niondoke naye. Anasema anaiacha pale pale. Tuko tunaangalia somo pana inayosema maisha ya dunia maisha ya kuwa navyo tulivyo navyo katika maisha ya duniani. Tushaona maisha ya mbinguni. Lakini leo tuendelee kuangalia katika maisha ya mbinguni ya duniani. Kwa hiyo anasema kama Ayubu. Anasema kama Ayubu. Hem, twende
mbele anasema katika Timotheo kwenye Agano Jipya. Timotheo tulikuwa kwenye mlango wa 6 pale. Mstari wa 17 ndio tulifungulia. Twende kwenye mlango wa 6 huo, twende mstari wa 7. Timotheo 6:7 anasema hivi. Huo ni ushauri wa Paulo kwa Timotheo, anamwandikia anasema na kwetu pia. Mstari wa 7 anasema hivi. Kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu, ila tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na vitu hivyo. Kulingana na neno la Mungu anasema hatukuja na kitu na hataondoka na kitu. Lakini leo maisha ya wanadamu wengi tunashikilia vitu kana kwamba tuondoka navyo. Tunaweka mbele vitu kana kwamba tuondoka navyo. Mtu yuko radhi aende kutafuta vitu, aitelekeze familia yake kwa ajili ya kutafuta vitu. Familia yako unaweza kukutana nayo mbinguni, una taarifa. Yule mtoto uliyomtelekeza unaweza kukutana naye mbinguni kama unafaa kwenda mbinguni. Lakini hivi vyote kulingana na neno la Mungu unaviacha. Lakini sasa tunaona kwamba pamoja na hivi vitu kwamba kwa asili tunavikuta duniani na kuviacha hapo hapo, lakini neno la Mungu linatupa busara kwamba kuna uwezekano wa kuvichukua baadhi tukaenda navyo mbinguni. Ni ngumu kuelewa, lakini ngoja tusome katika kitabu cha katika Mathayo mlango ule wa 6 mstari wa 19. Mathayo 6:19 Biblia inasema, Mathayo 6:19 anasema hivi. Mathayo 6:19. Baadhi ya mistari ukiona ni mingi uwezo kaishika wewe, chukua ule ujumbe. Lakini ni vizuri pia kuwa na daftari unajiandikia. Mathayo 6:19 anasema hivi. Kitabu cha Mathayo mlango ile injili ya kwanza kabisa kwenye Agano Jipya, Mathayo 6:19 anasema hivi. Anasema msijiwekee hazina duniani. Hazina si ndio utajiri huo? Anasema msijiwekee duniani nondo na kutu viharibupo na wevi huvunja na kuiba. Mstari wa 20 ndio nilikuwa nasema hivi. Bali jiwekeeni hazina mbinguni kusikoharibika kitu kwa nondo wala kwa kitu wala wevi hawavunji wala hawaibi. Anasema kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Kulingana na neno la Mungu anasema una uwezo wa kuweka hazina wapi? Mbinguni. Na hazina sio tabia tu. Hazina ni vitu. Hazina ni sehemu ambapo unatunza vitu vyako vya thamani, dhahabu, fedha, na vyakula na nini. Kwa hiyo anasema una uwezo wa kuvitanguliza vikawa mbinguni kulingana na neno la Mungu. Ila ukiwa mwanadamu mwenye tabia ya asili kama anavyosema Ayubu, kama anavyosema Mhubiri, kama anavyosema Timotheo, unavikuta unaviacha. Lakini Kristo anakuambia hapana. Kama unavyo viweke kule mbele mbinguni. Kwani vikiwa mbinguni unahisi utakuwa umeachana navyo? Utavikuta. Kwa hiyo unaweza ukatanguliza vitu vyako ukavikuta. Anasema katika kitabu cha Mathayo mlango ule wa 25, tena mbele kidogo, tuthibitisha maneno. Bado ni Kristo anasema. Kwa hiyo maneno mazito. Anasema mstari wa 34 na wa 40 anasema hivi. Mathayo 25:34 Biblia inasema watoto watulizwe. Anasema hivi. Anasema kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, anasema njoni mliobarikiwa na baba yangu, ulithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula. Unaona mtu aliyekuwa na uwezo wa kutoa chakula akatoa chakula, anakuja na kukutana na ule ufalme, anarithi. Kwa hiyo alitumia fedha zake kulisha, kutoa chakula kwa wahitaji, anakuja naambiwa sasa njoo ukavune matunda. Kwa hiyo tunaweza kusema zile pesa kama alizitumia kwa ajili hiyo, maana yake ni kama aliziweka kule mbele. Ndio maana haya maneno. Hem, tusome mstari wa 40 anafafanua kabisa. 40 anasema hivi, mstari wa 40 anasema hivi. Na mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambieni, kadiri mlivyotendea mmoja wapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Sasa huyu Kristo tuliyemtendea kwa kuwatendea walio wadogo, walisio na uwezo,
maana yake ndio tunakuja kukutana naye anatulipa. Maana yake vitu vimetangulia mbele. Ndio sio? Yes. Anasema katika kitabu cha Okay. Kwa kipengele hiki kwa ajili ya muda tutaishia hapa. Tumeona kwamba vitu tunavikuta tunaviacha, lakini tukiwa na hekima tuna uwezo wa kuvitanguliza tukavikuta huko mbele. Yaani sana mtu labda unatoka hapa unataka kwenda labda mkoa fulani. Unaweza kuchukua hela ukazitanguliza ukazituma labda benki au ukafanya nini ukaja ukifika kule unazikuta. Hoja ya tatu inasema au kipengele cha tatu kinasema pesa, mali na utajiri upatikanao kwa dhuluma. Hili ni tatizo. Tuende katika kitabu tuende kwenye Agano la Kale. Ni katika kitabu cha Amos sehemu kama 2. Alafu tarudi kwenye Agano Jipya. Amos kwenye wale wanaitwa manabii wadogo baada ya Hosea kuna Amos pale. Hosea na Yoeli katikati. Anasema katika Amos 2:6 anasema hivi. Kitabu cha Amos mlango wa 2 mstari wa 6 anasema hivi. Haya ndiyo asemayo Bwana kwa makosa matatu ya Israeli, naam kwa manne sitazuia adhabu yake isimpate. Kwa hiyo utajiri upatikanao kwa dhuluma Mungu analeta adhabu ndani yake. Anaendelea anasema kwa sababu wamewauza wenye haki kwa fedha na masikini kwa jozi ya viatu. Unapouza kitu unalipa. Kwa hiyo wanapata vitu baada ya kuwauza watu na kupata vitu. Leo hii kuna watu wanauza watu. Kuna watu walikuwa wanauza watumwa kwa mfano. Kuna watu mpaka leo hii wanakamata watoto wanapeleka wanawauza kwa ajili ya makafara, wanatuma mpaka Ulaya wanaenda kucheza michezo ya zile picha zote za ngono zinachezwa na watu walionunuliwa. Lakini huyo ni mtu moja kwa moja. Lakini kuna kumuuza kwa kumtumikisha kwa mfano bila kumlipa. Tutaona. Anasema katika kitabu cha Amos hiyo 5:11 anafafanua zaidi. Huu mstari ulikuwa hauko wazi sana. Twende kwenye ulio wazi. Mstari wa 11 anasema hivi. Basi kwa kuwa mmemkanyaga maskini na kumtoza ngano, ninyi mmejenga nyumba za mawe yaliyochongwa lakini hamtakaa ndani yake. Ninyi mmepanda mashamba mazuri ya mzabibu lakini hamtakunywa divai yake. Anasema huyu mtu ametajirika kwa kumkanyaga. Kumkanyaga ni kama analala chini, unamtumia wewe unapanda juu. Maana unaweza kuwa umetumia nguvu zake, unaweza kuwa umemtumia vyovyote vile. Leo hii ndivyo ilivyo katika makanisa. Leo hii kuna michungaji imetajirika kwa sababu ya washirika wadogo wadogo. Ndio sio? Ndio sio? Asilimia ngapi? Nyingi sana. Na ni katika makanisa yote kabisa, kuanzia na yale baba zao na mama zao mpaka haya ya mwendo kasi. Kabisa. Nicho anachosema. Anasema katika kitabu cha Mathayo mlango ule wa 23 anasema hivi, Mathayo mlango wa 20. Hizi huo ni utajiri unaopo. Hawatoka kwa Mungu lakini unapatikana kwa dhuluma. Anasema katika Mathayo mlango ule wa 23 ule mlango mkali wa Kristo aliokuwa anahubiri dhidi ya Mafarisayo, anasema hivi Mathayo 23 mstari wa 14. Mathayo 23:14 anasema ole wenu waandishi Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnakula nyumba za wajane na kwa unafiki mnasali sala ndefu, kwa hiyo mtapata hukumu iliyo kubwa zaidi. Ili kosa ni kubwa na linahitaji hukumu kubwa zaidi. Anasema mnakula nyumba za wajane. Leo hii makanisa haya ni nyumba za wajane. Na wajane haina maana mtu aliyefiwa na mume wake. Picha ya wajane kibiblia ni watu waliokuwa hawana chochote. Leo hii mtu anaambiwa nenda katafute 50,000, 100,000, 1,500,000, 300,000 uje ukanunue mafuta ukaombewe. Mtu anaendelea kuwa tajiri, anaendesha hama, anakuambia hapa mjini nazo nyumba zangu 9. Mimi sijapanga. Nenda kaangalia maskini wanaoabudu kwake. Sawa, Yesu alisema maskini wataendelea kuwa nao, mtaendelea kuwa nao siku zote, lakini waache Mungu asababishe umaskini. Biblia inasema Mungu hutajirisha na pia hufukarisha.
Mwache Mungu aamue mwenyewe, lakini wewe usiende ukamfanyia kazi Mungu ambayo sio ya kwako. Amina. Lakini Wakristo ndicho wanachotaka. Wakristo wanapenda kukusanyika katika makanisa ya kununua. Leo Mkristo anakuambia hakuna ibada bila sadaka. Sawa. Lakini haijaandikwa popote. Ukifanya vizuri, sawa, lakini haijaandikwa, na ndicho walichoaminishwa. Kimsingi ndicho walichojiaminisha wao. Sadaka za Mungu ni nini? Biblia inasema ni moyo uliopondeka. Inawezekana tukawa hapa tukakusanyika labda hatujatoa sadaka, lakini siku Mungu atakapotaka sadaka ya fedha atazileta. Kweli? Atazileta, ataziweka hapa. Biblia inasema fedha na mali, anasema dunia na vyote vijazao ni mali ya Bwana. Anasema katika kitabu cha Hagai 2:8 ndiko tulikofungulia. Anasema fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Lakini unajua kitu ambacho sio mali ya Bwana ni moyo wako. Moyo wako ni wa kwako. Roho yako unaweza kaamua uipeleke kwa shetani, unaweza kaamua uipeleke kwa nani? Mioyo yetu tunaini ya kwetu. Mungu ametupa uhuru. Tuendelee mbele. Kwa hiyo tunasema anakemea makanisa na viongozi wao. Lakini naomba pia nieleweke, mistari kama hii siwe kigezo cha kumkaribia Mungu na vitu vyetu. Sijui tena. Unajua Wakristo tuna tabia moja. Tunataka kuwa kama lile kundi alilosema Paulo katika Wakorintho wa kwanza mlango wa kwanza pale. Anasema hivi, anasema Wayahudi wanataka ishara na Wayunani wanataka hekima. Yaani mmoja yuko mbali, mwingine yuko mbali. Kristo anasema hapana, lazima tuwe katikati. Anasema sisi tuko katikati, tunamhubiri Kristo aliyofufuka. Kama kuna wakati wa kumwabudu Mungu kwa vitu vyetu, tufanye kama tunataka. Lakini tusiende tena tukanunulishwa maji, tukanunulishwa mpaka mchanga. Sasa wengine mpaka nguo. Kuna nguo unatakiwa ununue uvae eti za bahati. Kuna makanisa, kuna kanisa inaitwa Siloamu. Watu wanavaa nguo mpaka za ndani nyeupe walizopata, hawazipati bure, wanauziwa. Leo hii kuna watu wanauziwa CD. Leo anapita kwa mchungaji, mtu mjanja anaenda naimba nyimbo za dunia, anapita kwa mchungaji, alafu anakuja anazindua, mnatakiwa mnunue. Usiponunua unaonekana mpinzani mbaya. Amina. Sio kweli? Biblia inasema tusifanye biashara katika nyumba ya Mungu, hata kama ni Biblia. Tusiuze kitu, yani Biblia haitaki kuuzwa ikiwa imeshikana na huduma ya Biblia. Na huduma ya kanisa samani. Anasema katika kitabu cha Yakobo, tuko tunaangalia zile mali za nini? Za udhalimu. Ambazo ni tatizo kubwa. Watu wengi leo hii, Biblia inasema jua lisikuchwe ukiwa hujamlipa ujira wake kibarua wako. Leo hii Wakristo wengi anaweza kawa anajenga nyumba yake, anaweza kawa anafanya vyovyote vile, hamlipi mtu mpaka baadaye sana. Na kama hauna kwa nini unamuingiza sasa? Kwa nini unamwajiri? Hivi vitu vinafanyika aidha kama ufanye wewe, sifanyi mimi, anaweza kana fanya mume wako, anaweza kana anafanya mtoto wako, anaweza kama anafanya mchungaji wako. Lakini ni vitu vya jamani, niko hapa sijui moyo wako mimi. Nasema maneno ya Mungu na yamkini hapa hayakufai leo, lakini anaweza kufanya baada ya miaka mitatu. Anaweza kufanya baada ya miaka mitano. Yanaweza akamfaa mwingine kutokana na wewe ulivyosikia ukamhubiri mtu mwingine. Anasema katika kitabu cha Yakobo, mstari tuligusa kwenye somo moja hapo ama la wiki ya nyuma au la wiki iliyopita, lakini ni mistari mingi yenye jumbe nyingi sana kuhusu hili jambo, kwa hiyo tutaurejelea tena. Anasema katika kitabu cha Yakobo mlango wa mwisho ule, Yakobo mwisho pale ni mlango wa 5, mstari wa kwanza anasema hivi. Anasema haya basi enyi, Yakobo 5:1 anasema hivi. Haya basi enyi matajiri, lieni mkapige yoe kwa sababu ya mashaka yenu yanayowajia. Mali zenu zimeoza na mavazi yenu yameliwa na nondo. Dhahabu yenu na fedha yenu imeingia kutu, na kutu yake
itawashuhudia, nayo itakula miili yenu kama moto. Mmejiwekea akiba katika siku ya mwisho. Angalieni ujira wa wakulima waliovuna mashamba yenu, ninyi mliozuia kwa hila. Unapiga kelele na vilio vyao waliovuna vimeingia masikioni mwa Mungu wa majeshi. Mstari wa 5 anasema mmefanya anasa katika dunia na kujifurahisha kwa tamaa, mmejirisha mioyo yenu kama siku ya machinjo, mmemhukumu mwenye haki mkamua wala hashindani nanyi. Huyu ni mtu muonevu. Kwa ajili ya mamlaka ya fedha zake na utajiri wake. Mimi nasema hatimaye anasema hamlipi ujira, mmetumikisha, fanya nini? Ndio maisha wa Kristo yalivyo. Leo hii kuna watu wanatumikisha vijana wa kanisa. Anakuwa tu anawatumikisha. Yeye anaamkia kwenye shughuli zake. Na anakula sadaka za kanisa. Naongea kwa uzoefu, nishawaona. Na wajua mmoja naweza kutaja kwa majina. Na ukimtaja mmoja unataja wengi. Anakuja vijana wote wakusanyika wanakuja wanafanya kazi. Hawapi ujira. Kazi za zile sadaka ilikuwa ni kuwalipa ujira wale, unless aje kwa mapenzi yake mwenyewe anasema bwana mimi nimekuja kutoa nguvu zangu ni kufanya hii kazi. Of course kuna kazi ndogo ndogo za kujitolea nazo ni mara moja. Na yamkini unakuta huyo anayewaambia wafanye anatakiwa na yeye awe yuko pale amechafuka anafanya nao. Hapo ni sawa. Lakini unakuta mtu kawaajiri bure. Mimi najua kuna makanisa ambayo Jumatatu kuna zamu ya kwenda kwa mchungaji, wanakwenda labda akina baba, Jumanne akina mama, Jumatano vijana, Alhamisi sijui nini. Yaani wote hamjawahi kuisikia hizo habari. Kosa makubwa. Kristo anasema mimi sikuja kutumikiwa ili baada yake nimekuja kutumika. Lakini vile vile tuna jukumu la kama vile ambavyo huyo kiongozi anawatumikia watu, lazima nao watumikiane. Anasema tumikianeni. Sasa sio upande mmoja anasema Biblia inasema sisi tunaenda kutumikiwa, hapana. Tunatumikiana. Mmoja upande mmoja ukitumika bila mwingine ni kosa, na mwingine ukitumika bila jingine ni kosa. Mungu anataka tutumikiane. Lakini hapa tunaona specifically wazi moja kwa moja huyu anawatumikisha watu. Huo ni utajiri wa nini? Wa dhuluma. Matajiri wengi wamepata utajiri kwa njia ya dhuluma na kuhakikishia. Wengi. Inawezekana ni rushwa. Kuna mtu mwingine amepewa cheo kidogo, mwingine hafanyi kazi yake mpaka ahongwe. Nani anahisi kwamba ni wachache sana hao watu? Nani anahisi ni wachache kidogo? Nani anahisi ni wengi kabisa? Ni wengi. Mtu hafanyi kazi yoyote mpaka ahongwe na analipwa mshahara. Hayo maneno hayasemwi, hafanyi nini, lakini ijulikane hayampendezi Mungu, na Mungu asipopendezwa sitamsemea atafanya nini. Anajua mwenyewe. Na Biblia ndio inasema. Hoja 4 inasema ampaye maskini humkopesha Mungu. Naomba ieleweke, ili lazima hili neno lieleweke. Sijui nianzie lipi, nianze na hili, nianze na la pili. Yote yanatakiwa yasemwe kwa wakati mmoja. Yaani tunahitaji mzani. Ngoja nianze na la pili ambalo sitaki lieleweke ambavyo sivyo. Twende mbele kabla ya kwenda kwenye hiyo hoja kwa undani tuiangalie maana ambayo sio hiyo, ambayo watu wanaweza kaielewa vibaya. Biblia inasema katika kitabu cha Wathesalonike wa pili 3:10 anasema hivi. Wathesalonike wa pili mlango wa 3 mstari wa 10 anasema hivi. Wathesalonike wa pili 3:10. Mwishoni mwa agano jipya kuna hicho kitabu cha Wathesalonike wa pili 3:10 anasema hivi. Kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwapo kwenu tuliwaagiza neno hili kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi asile chakula. Mungu hana maana kwamba huyu mtu ambaye hataki kufanya kazi anataka kula. Kwamba jamani nataka nile chakula hataki kufanya kazi, hapana. Mungu hasemi maskini wa namna hiyo. Anasema maskini mcha Mungu anayejishughulisha lakini bado
baraka za Mungu hazijamfikia. Sehemu nyingine tulisema katika vitabu vya katika somo la utangulizi alisema hivi, anasema katika kila kazi kuna faida. Mungu anatutaka katika kila kazi kuna faida. Anasema katika kitabu kingine cha Waefeso, twende pale pale ili kusudi tuelewe Mungu anasema watu gani. Kwa mfano, tuchukulie mtu labda ni mtu mzima. Haweza kaajiriwa. Labda hana watoto wa kumlea. Sawa? Hana uwezo wa kuajiriwa. Ni mtu mzima. Lakini pia ule uzao hakuukataa mwenyewe katika utoto wake. Biblia nayo inasema. Nasema huyo mtu anasaidiwa iwapo alilea watoto, labda hawapo. Huyo mimi namjua kuna mama moja tulipokuwa kwenye kanisa la Mwendokasi haya TAG haya. Ndio yanaitwa makanisa ya Mwendokasi. Alikuwa mume wake alifungwa miaka mingi. Watoto wake tahira. Si alipigwa na shetani kiasi gani yule mama. Siku moja tukaenda kwake kuangalia hali yake tukakuta wakila ugali walikuwa wanasonga ugali bila hata mboga. Wakila ka ugali walikuwa kapata. Wanaacha ukoko na wanakuja kuyala saa 12 jioni wanalala. Siku moja nikamwona ana shilingi 10,000 sio kwa amesaidiwa na mtu sijui wapi. Akaenda kaambiwa na yule mchungaji asema na ilete hiyo mtolee bwana. Sasa hilo ndio Mungu anayemsema. Lakini haongelei watu wanashinda vijiweni wanataka usiku wale. Au kuna kazi anakuambia mpaka nifanye kazi fulani. Mimi nimesomea nani? Nimesomea uhasibu. Kwa hiyo siwezi nikafanya kazi nyingine mpaka nipate. Hapana. Unasema katika kila kazi kuna faida. Katika kazi halali. Anasema katika kitabu cha Efeso. Kwa hiyo tunakuja tuangalia ambaye maskini anamkopesha Mungu lakini sio kila kuna maskini walio wengi wamejifanya maskini wenyewe. Na Mungu anatufundisha tufanye hivi kuna mstari mzito unaozidi huu aliosema kwenye Wathesalonike wa pili 2:10 anasema asiyefanya kazi na hasira. Maana huyo mtu anastahili hata kupata chakula. Lakini kuna mtu mwingine unamuona ni mtu hashindi kijiweni. Anajishughulisha lakini bado milango haijafunguka au hana hizo fursa. Mkapa aliwahi kusema ngoja ni nukuu mambo ya duniani watu wanayapenda. Anasema mtaji wa maskini nguvu zake mwenyewe. Hakuwa anadanganya. Mtu anakuta na nguvu zake zitumie ndio mtaji. Lakini unakuta yeye mwingine anaweza kama anatumia nguvu zake na pia inahusiana na kumpenda Mungu. Anasema msichoke kutenda mema hasa kwa jamii ya wale waaminio. Yesu alisema huwezi kumpa kila maskini wa dunia ukaweza. Lakini wale watu wa kanisa, wale watu waliojitaabisha lakini unakuta namna zake zimeshindikana haziko vizuri. Mungu anasema ukimpa huyo unakuwa unamkopesha. Kwa lugha nyingine atakulipa mtakapokutana nyumbani kwake mbinguni. Unavikuta huko. Ni aina fulani ya kuvitanguliza. Sema katika kitabu cha Waefeso mlango ule wa 4 mstari wa 28. Waefeso 4:28. Mstari kama huo. Anasema hivi. Waefeso 4 kitabu tulikisoma. Tumebakiza milango miwili wa 5 na 6 mnakumbuka. Tukimaliza Yohana tutaenda pale. Anasema katika Waefeso 4:18 anasema hivi. 28. Waefeso 4:28 sema. Waefeso 4:28 anasema hivi. Anasema muibaji asiibe tena bali afadhali afanye juhudi akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe apate kuwa na kitu cha kumgawia mhitaji. Mungu anasema ni jukumu letu kutumia vipawa vya tulivyopewa ili kusudi tuwe na kitu kwa ajili sio kwa ajili tu ya kutumia sisi tuweze kuwasaidia na wengine kumsaidia mhitaji. Ili neno linatubariki. Yes. Maana yake ni nini? Maana yake ni hii. Maana yake ni hii. Tusizuilie miili yetu kufanya kazi. Nafasi inapopatikana tuitumie na tumtanguliza Mungu mbele. Anasema tabariki kazi ya mikono yetu. Lakini tusiwe leo hii kuna kundi kubwa la wanadamu wanapenda kushinda tu vijiweni na kushinda tu hivi wavivu. Mungu anasema pale. Sasa tuangalie wale maskini wa kweli kweli. Aidha kwa ajili ya
lakini pia wampendao Mungu. Unajua kuna maskini unampa hela anatoka unakutana naye yuko anakunywa kiroba. Hapana, huyo Mungu hajamsema hivyo. Lazima muangalie kwamba pia ule mwenendo wake unamtukuza Mungu au unamtukuza shetani. Kuna maskini wanamtukuza mashetani pia. Wengine wanakuta amepigwa na shetani huko, alafu anataka vitu vitoke kwa Mungu viende kumkuta kwa shetani. Hapana, toka huko njoo kwa Mungu utapewa. Hapa kanisani kuna watu walishakuja wengi wanakuja anakuambia nina shida hii na hii, nataka nikafanya hivi na hivi, na unamwambia okay njoo basi Jumapili. Anataka umpe afu asionekane Jumapili. Sasa kipi kizuri sana? Si kwanza ni utajiri wa neno la Mungu jamani. Hataki hata siku moja ukanyaga kwa Mungu, lakini anataka vitu vya Mungu. Hapana. Sasa ampae maskini anamkopesha Mungu. Na huo ni mstari mmoja kwa twende katika kitabu cha Mithali. Ile sura kile kitabu tulichosema ni cha hekima ya maisha ya kila siku. Mithali 19:17 anasema hivi. Mithali 19:17 anasema hivi. Amhurumiaye maskini humkopesha Bwana, naye atamlipa kwa tendo lake jema. Anaweza kukulipa duniani, anaweza kukulipa mbinguni. Tushaona kwamba kuna vitu vingine unaviweka mbinguni, unavikuta huko. Kwa hiyo naamini vitu vingi anavyotupa Mungu tutakutana navyo mbinguni. Tutakutana navyo mbinguni. Lakini ngoja niseme kitu kimoja. Hakuna ili lieleweke waziwazi. Na hili nalisema kwa watu waliko mbali. Wewe ulioko hapa naamini unalijua. Hakuna mali yako, vitu vyako, matendo yako yanaweza kufikisha mbinguni kwa Baba. Hapa naongelea kwa watu ambao walishafunguliwa milango kwa jinsi ya kusikia neno, kuliamini, kulikiri kwa jinsi ya imani, halafu wakienda kule sasa ndo wanakutana navyo. Mpaka ufike kule ndo utavikuta. Kuna watu wengine anaamka anajifanya anatenda matendo mema, anaenda si unakutana wamebeba machupa ya uji wanapelekea, lakini hawana Kristo. Hivyo vitu vimepotea, vimetangulia, lakini utavikuta. Unaona ukweli? Anasema mmeokolewa katika Waefeso 2, mmeokolewa kwa imani, kwa jinsi mmeokolewa kwa neema, mmeokolewa kwa neema kwa jinsi ya imani, wala si kwa matendo mema, ili kusudi mtu yote asije akajisifu. Uwezo ukasema vile vitu nilivyovituma mbinguni na vitaka. Mungu anasema hapana, hujafika. Tutaendelea. Nasema katika tumeona kwamba amhurumiaye maskini na kumsaidia anamkopesha Mungu. Mithali 22:16 anasema hivi. Mithali 22:16 anasema hivi. Yeye amuoneaye maskini ili kuongeza mapato, naye ampaye tajiri hupata hasara. Msikiza maneno. Mtu anaye mkanyaga maskini ili kusudi ajiongezee mapato. Kuna watu wamedhulumu mishahara ya maskini wao, watumishi wao. Anasema huyo mtu anapata utajiri akiwa amemdhulumu huyu wa chini, anasema amepata hasara. Yeye anahisi amepata faida, lakini kwa neno la Mungu huyo mtu amepata nini? Hasara. Na anasema mtu mwingine anayepata hasara ni mtu gani? Mtu anayempa tajiri. Leo hii kuna watu kila wakati lazima afanye sherehe, atoe zawadi apelekee kwa matajiri fulani, anampelekea mtajiri. Anakuambia unakuwa unapata hasara yake. Yaani hicho kitu umekitoa kama hasara, kimepotea. Tusome ule mstari tusikie tena anasema hivi, yeye awaonea maskini ili kuongeza mapato, naye ampaye tajiri anapata hasara. Ndio neno la Mungu linasema. Biblia inasema katika kitabu cha Mithali 21, tulikuwa kwenye 21 hiyo, turudi mstari wa 13 anasema hivi. Azibaye masikio yake asisikie kilio cha maskini, yeye naye atalia lakini hatasikiwa. Kwa hiyo unaona kwamba muda wote Mungu anasema haya maneno. Anasema tusikilize hekima ya Kristo kwenye Luka 14. Baada ya kusikia mistari kama hekima ya Sulemani, neno la Mungu lote, lakini tusikie Kristo anaongezaje. Maneno ya Kristo yanaenda juu zaidi. Anasema Luka 14 mstari ule wa Luka 14, twende haraka kidogo. Luka 14, unaweza kusema sasa naenda haraka nani si wewe? Najiambia mimi mwenyewe. Unajua vitu vingine ninavyosema hapa vingi najiambiaga. Unaweza kufikiri nakwambia wewe, najiambia mimi. Luka 14:12 anasema hivi. Luka 14:12 anasema hivi. Akamwambia na yule aliyemwalika, kuna mtu alimwalika Yesu. Sasa Kristo anampasulia hapo.
Sema umenialika labda kwa sababu unajua na cheo na ina fulani ya heshima Anamwambia sasa umekosea kimsingi. Anasema hivi, akamwambia na yule aliyemwalika, ufanyapo chakula cha mchana au cha jioni, usiwaite rafiki zako wala ndugu zako wala jamaa zako wala jirani zako wenye mali, wao wasije wakakualika wewe ukapata malipo. Hii mistari haiwezi kuhubiriwa kwenye makanisa ya leo hata siku. Wayahubiri wajivue nguo mchana kweupe? Hapana. Hawawezi kabisa. Ni mistari mibaya. Hawawezi. Akialika sana waalika watu wa juu. Anawasema hapa lazima aje hapa waziri fulani. Hawezi. Na tulishasema sehemu nyingine kwamba maskini wanaosema na Mungu ni wa aina gani. Tuone katika kipengele cha 5 tutaenda cha 6 tutakuwa tumefunga. Anasema katika tukisome anasema hivi. Kipengele kinasema pesa, mali, utajiri na maisha ya ndoa na familia. Hilo nalo ni sehemu tunaona uhusiano wetu na watu maskini na majirani na Mungu wetu na nini. Lakini katikati ya wawili wenye ndoa, hapo napo ni hilo nalo ni kama eneo la kujitegemea kwenye maisha ya kila siku. Ndio sio? Watu angalie utajiri unasema nini. By the way tuliona nafikiri kwenye mfululizo wa masomo ya kitabu cha Mwanzo tuliona mambo 5 makuu yanayovunja ndoa. Tuliyaona waziwazi. La kwanza tuliona ni fedha. Yani na bahati mbaya tunaona pia kwamba tutaona kwamba pamoja kwamba fedha zinabomoa hazijengi bahati mbaya. Na unaweza kusema kwa nini hazijengi? Sijui lakini uje uangalie katika zile familia za vijijini maskini hazina fedha. Zile ndoa hazibomoki, ndio sio? Nenda kwenye zile familia zenye fedha za mjini ambapo pesa ungetegemea labda ndio inajenga. Kumbe kazi yake ni kubomoa. Nani hajaona hiyo hali? Ndicho anachosema. Kwa hiyo tuliona mali, pesa ndo nyundo ya kwanza inayobomoa. Nyundo ya pili ni mambo ya mahusiano na usaliti. Siku hizi unaitwa wivu wa kimapenzi. Na yote ni kuweka hivyo vitu mbele kabla ya Mungu. Mungu akitangulia mali zako, akatangulia na mapenzi yako kwa mwenzio, basi hivyo vitu vyote vitakuwa havina nguvu. Kitu cha 3 tuliona ni mambo ya uzao, watoto. Kuzaa watoto na nini wanaleta. Na la 4 tuliona wakwe. Kaka, mama, baba za mume wako, mke wako au ni wavunjaji wa ndoa. Na tuliona kitu cha 5 6 aina. Sasa katika hicho cha kwanza pesa sasa manake inatakiwa tujue namna ya kuzitumia vizuri ili kusudi zisije zikavunja kitu muhimu, si ndio? Maisha ya kila siku. Hem tuende katika kitabu cha Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 8. Tujifunze maneno ya Mungu yawe akiba, uwezo kujua utahitaji siku gani. Siku utakapokuwa unatamani kujiua utakuwa unayakumbuka usema haya maneno yalikuwa mazuri. Kuna watu wanajiua siku hizo kwa ajili ya haya. Anasema katika Timotheo wa kwanza mlango wa 5 mstari ule wa 8 anasema hivi. Lakini mtu yeyote asiyewatunza walio wake, yaani wale wa nyumbani mwake hasa, ameikana imani, tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. Ni jukumu la kibiblia la kiongozi wa nyumba. Kwa jinsi hii ni nyumba ambayo ina baba. Kama haina baba basi mama. Anasema ni mtu ana jukumu la kutoa mahitaji ya nyumba yake. Kwa hiyo ni somo la mambo ya fedha na utajiri. Leo hii kuna nyumba zinatuzwa akina mama wengi. Ndiyo sio. Wanaume anashinda tu pale. Sana tu. Au anaenda anazipata anazipeleka kwingine.
Kwa hiyo ni jukumu la baba kabisa muda wote. Ama kwa kupiga magoti ama kwa kufanya nini ama lazima watu wa nyumbani mwake wale wavae waishi kwa gharama yoyote. Na hatusemi upande wa pili ambapo sasa kuna mwanamke naye anaenda hashini nyumbani anaenda kazini. Hapo sasa Mungu hasemi chochote. Hapo ni mpango wa mashetani. Tunasema ule mpango ambapo mama anaitunza nyumba, baba analeta chakula. Ndio mpango unaosema. Ule wa pili wa mama na amepita huku baba amepita huko usiujui kwa sababu Biblia haisemi. Kwa hiyo sina la kuhubiri pale. Ile nyumba ambayo baba amepita huko ameenda kutafuta, mama amepita huko ameenda kutafuta, kila mtu anatumia hela zake. Huo wanaweza kutumia kanuni yote. Wakiambiwa na Chris Mauki, wakiambiwa na profesa, wakiambiwa na mchungaji, vyovyote vile kwa sababu Biblia haisemi hicho kitu. Kwa hiyo sijui. Ninachokijua na ninachokisoma hapa ni baba anatoka anatafuta chakula. Mama anaweza kana tafuta chakula cha nyumbani katika mazingira nyumbani lakini anailea familia. Ni jukumu la baba kufanya hivyo. Ile ya pili sijui. Na sihubiri. Anasema katika Timotheo wa kwanza huyo. Kwa hiyo Paulo aliona nisiende mbali niongee na Timotheo niwaambie na dunia. Timotheo kwanza 2:9 anasema hivi. Kwa hiyo ni jukumu la baba ni mtafutaji sheria ya Mungu kama ndoa ya Mungu. Timotheo wa kwanza 2:9 anasema hivi. Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri. Unasema nimeingiaje? Nitalisema nilivyoingia. Pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani. Mungu anamtaka mwanamke asiye mtapanyaji wa mali. Combination ya ndoa inayodumu milele ni ndoa ambayo baba anatoa fedha, mama anabana fedha. Hakuna nyingine hiyo. Kuna nyingine nakwambia ili kusudi ndoa iwe nzuri hakikisha kwamba umetosheleza mahitaji ya mkeo yote. Yaani kama anataka kwenda saluni ya 500,000 uhakikishe umeipata hata kama ni kwa kula rushwa. Hata ukifungwa. Hapana, sio Mungu anachosema. Mke lazima asitumie fedha kwa vitu vya thamani. Baba afungue mlango wa kuingiza, mama afunge mlango wa kuzuia zisipotee. Huwezi kupata combination. Ukitafuta mwanamke muingizaji na mume muingizaji sio ya kimungu. Haipo kwenye Biblia. Naomba tuelewane. Ukitafuta mama muingizaji, baba mtunzaji nayo haipo kwenye Biblia. Sina mahubiri. Sina maneno ya Mungu, hayapo. Maneno ya Mungu ni baba muizaji, mama mtunzaji. Hiyo ndoa itadumu mpaka miaka 125. Leo hii watu wanakufa, wanapata paralysis kwa sababu ya maumivu ya moyo. Pesa yake anaipata, akifika pale anakuta imetapanywa, imepelekwa kwenye vikoba, imeliwa, analetewa naomba unikomboe na nini, alafu baadaye unakuta linatembea lime nani? Kwa sababu alishindwa kumfundisha mkewe namna ya kuendesha fedha zake vile vile. Fedha na ndoa. Jamani tumsikilize Mungu tupone. Kwa sababu tunasoma andiko kwenye neno la Mungu. Hekima ya dunia itakwambia vyovyote vile, haina formula. Leo wakiamka watakwambia utafiti unasema hivi. Kesho watakwambia hivi, neno la Mungu liko limesimama milele, unaweza it is dependable. You are confident. Alivyolisema leo, kesho hata kubadilishia. Lakini leo atakwambia utafiti unaonyesha kwamba nyumba ambazo akina mama ndo wanatafuta, akina baba wanabaki nyumbani ndizo bora. Wakiona wamerudi anasema hiyo utafiti ulikuwa mbaya, kuna mwingine unasema hivi. Wanabadilisha tu, wanageuza tu hivi. Lakini neno la Mungu limesimama pip. Clear cut. Na haliingiliwi na tafiti. Amina. Pesa, ndoa na familia. Nasema katika kwa hiyo kanuni ni mke mbanaji, mume mtafutaji. Hakuna combination nyingine, hakuna muundo mwingine, hakuna kanuni nyingine. Yote itakayokuja ni ya dunia na haitabiriki itazaa nini? Definitely itazaa maangamizi. Na ndio sababu leo hii kwenye familia za kitajiri ndiko ndoa hazikai. Kama pesa ingekuwa ndo inatengeneza basi tungekuwa na usalama. Anasema katika kitabu cha Mithali, sitaenda huko kwa ajili ya muda, muda umeisha. Mithali 20 utaandika tu 21:20. Mungu anataka tabia mojawapo nzuri ni kuweka hazina. Yaani usitumie tu kwa vile vipo leo, hapana.
tumia leo, lakini kama unavyo vya kuweza kuweka hazina, weka hazina sio kosa, ni jambo jema. Ni kuzuia. Kingine anasema katika Mithali 31 10:11. Hiyo lazima niisome kwa sababu ndio tabia, ni maelezo ya mke ambaye anatajwa kibiblia katika habari za mali. Anasema hivi, Mithali 31, mke mwema of course mnaijua ni Mithali 31. Anasema hivi, unaweza kusema mbona umesema mengi kuhusu mke? Hapana. Ule mstari niliosema wa mwanaume mtafutaji ulikuwa unatosha kabisa kumwajibisha kwa kila kitu. Anasema katika Mithali 31:10 na 11 anasema hivi. Mithali 31:10 na 11 anasema hivi. Mke mwema ni nani awezaye kumwona? Maana kima chake chapita kima cha marijani. Moyo wa mume wake humwamini wala hata kosa kupata mapato. Unaona kwamba kuna mapato. Yaani pesa zake atampa. Leo unasema mume wangu sijui akaunti yake, mume wangu sijui akaunti yake ameificha kwa sababu hakuamini. Nipaze sauti zaidi. Tuaminike. Kina mama hilo inaangalia. Na kina baba vile vile. Anasema mme akisha muamini hata kosa kupata mapato yake. Tena anaweza kumwambia zile pesa hebu nitunzie mimi sijiamini. Ukiona mme wako anakuambia nitunzie sijiamini utunzaji wa pesa zangu, ujue unaaminika. Lakini ukiona anataka kuhesabu anatoa hivi. Hivi shilingi ngapi vile? Unafikiri anajikuna chawa. Ujue huaminiki au hamuaminiani. Hem tufunge kwa kuangalia kipengele cha 6 cha mwisho. Inasema hivi, ni vizuri pia kufurahia vitu vyako ulivyonavyo. Kuna picha fulani inaweza kujengeka ambayo sio sahihi kwamba tukiwa na vitu tusivifurahie. Hapana, Mungu anasema tuvifurahie. Ukiwa na uwezo wa kuvaa suti vaa. Lakini suti yako sio Mungu wako. Ukiwa na uwezo wa kufanya kitu kizuri ukiwa na uwezo, yani tusifanye kuvitamani. Hapana, Mungu akisha kukupa vile vitumie. Anasema katika kitabu na nifungie hapa. Vyote vitatoka katika kitabu cha Mhubiri. Sikupata muda wa kwenda sehemu. Yaani kuna misali mingi lakini sina uwezo wa kwenda sehemu nyingine kwa sababu muda ushaishi. Kwa hiyo tutasoma kwenye Mhubiri tu. Mhubiri ni habari za matumizi ya fedha. Karibu kila sehemu. Anasema katika kitabu cha Mhubiri mlango ule wa tuanze mlango wa 8 na 15. Mhubiri 8:15 anasema hivi. Twende Mhubiri 8:9 na 11 tafunga. Mhubiri 8:15 anasema hivi. Anasema kisha isifu furaha kwa sababu mwanadamu hana neno lolote lililo jema chini ya jua kuliko kula, kunywa na kucheka, na ya kuwa hilo likae naye katika amali yake siku zote za maisha yake alizompa Mungu chini ya jua. So nawaambia anasema ale, anywe, acheke, afurahi. Mungu anakutaka. Leo hiyo tunasikia asili lazima leo tumetangaza kufunga, kesho hapana tunafunga. Yesu alimwambia sema mbona wanafunzi wako hawafungi? Akasema muda wao bado. Kuna wakati Mungu anataka tufurahi. Unakuta mtu anafunga, Biblia inasema anafunga wakati huo ana uzinifu unaendelea. Amefunga haraka. Anasema je, siku mnapofunga Isaya 58. Mnapofunga mnafunga na kudhulumu vile vile. Amefunga na dhulumu vile vile. Vile vile vitu hapana. Anasema jitakase alafu hivyo vitu vile uvishibe. Anasema katika Mhubiri mlango wa 9, tulikuwa kwenye mlango wa 8, tumeona anasema hakuna yani kula na kushiba ni kitu muhimu sana. Mhubiri 9 anaendelea anafafanua. Ukiona jambo linaongelewa linarudiwa Mungu analisisitiza sana. Mhubiri 9 mstari wa 7 anasema hivi. Wewe enenda zako, ule chakula chako kwa furaha. Unywe, ametumia mvinyo lakini Biblia King James inasema divai, vitu ambavyo sio pombe. Maana yake kunywa soda yako, kunywa marita zako, kunywa vyakula vingi tu vyote vile, kunywa yote mradi kunywa chai, kunywa maziwa ukiwa navyo vyote. Hiyo ndio kundi lote la jamii ya divai. Divai yako kwa moyo wa kuchangamka, usivinywe kana kwamba unajuta. Hapana. Kwa kuwa Mungu amekwisha kuzikubali kazi zako. Pale unapokuwa umekubalika na Mungu, umemtumia kama umetoka hapa, umehubiriwa fanyeni. Toka hapa kula chakula chako. Kama unacho. Vizuri. Mshukuru Mungu.
Usoke hapo unasema anaenda kufunga, labda hata nikubali. Hapana, amekukubali kabla kwenye neno. Nasema ukweli. Anafunga akiongea na watu wote, lakini hasa kwa vijana. Anasema hivi. Mlango wa 11 mstari wa 7 mpaka 9. Huu ndio mstari wa mwisho, kwa hiyo tutakuwa tumefunga. Mlango wa 11 7 mpaka 9 anasema hivi. Anasema kweli nuru ni tamu, tena ni jambo la kupendeza macho kutazama jua. Naam, mtu akiishi miaka mingi na aifurahie yote. Unahitaji kuishi maisha bila kuyafurahia. Lakini na azikumbuke siku zijazo za giza, kwa maana zitakuwa nyingi. Mambo yote yajayo ni ubatili. Mstari wa 9 anasema wewe kijana ufurahie ujana wako na moyo wako ukuchangamshe siku za ujana wako, ukaziendee njia za moyo wako na maono ya macho yako. Leo ndio wanakuambia uwe ukiwa na maono yafanye. Anasema hamna shida. Lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Mungu anasema unapokuwa una mipango, una vitu vyako vifanye, lakini ukijua kwamba kuna Mungu anaangalia. Je, vinampendeza kwanza? Lakini usiwe na hofu kaacha kuvifanya, vitumie, vifurahie. Tutaishia hapa. Tumejifunza mambo mengi sana kuhusu kuishi maisha ya utajiri na vitu na umaskini katika dunia. Ikinayokuja tujifunza kitu kingine kinachohusu mambo mpaka tutakapomaliza. Mungu awabariki sana. Baba mbinguni, nakushukuru kwa neno hili. Tunasema asante Baba kwamba umetujuza kweli hii, tunaomba kawe halisi basi katika maisha yetu. Mungu naombea baraka zako kwa watu wako waliokusanyika hapa. Waponye miili yao, waponye roho zao, hofu za mioyo yao, Mungu kaziondoe. Angalia wamejitoa, wamekuja kukusanyika kusikia maneno yako Mfalme, basi ukawalipe sawa sawa na fadhili zako. Ukatukusanye tena siku nyingine kwa jinsi ninavyokupendeza. Tunakushukuru Kristo. Tulinde na kila mabaya katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tunaamini tunakupokea. Amen.